Milio mizito ya risasi ilisikika katika mji wa Tehran. Hafla kimya kizito kilitanda. Ndani ya sekunde kadhaa, taifa lilijawa na hofu bila kujua nini kitatokea. Baada ya masaa kadhaa, maadui walianza kuwa na shaka juu ya walichokifanya. Tetesi zilienea kila miji na vijiji kuhusu kutoweka kwa kiongozi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Wazalendo walipinga kauli hizo, wakiamini shujaa hashindwi na vitu vidogo, huku wakisubiri hotuba ya mpendwa wao kama alivyoahidi. Ukimya uliongezeka na masaa ya kuhutubia yalipita. Hapo ndipo hofu ya Wairan ilipoongezeka. Mnamo saa 5 kamili za asubuhi ya leo kwa saa ya Tehran, ni sawa na saa 2 asubuhi ya Afrika Mashariki. Kupitia televisheni ya taifa ilitolewa taarifa ya kifo cha kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Taarifa iliyobeba simanzi na majonzi ya kumpoteza shujaa wa taifa. Hafla watu walikosa mwelekeo na wengine walikataa vikali kwa kutikisa vichwa. Haiwezekani, hapana, kivipi na ni kwa nini? Karibu kuwa nami kumfahamu Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi aliyekufa kishujaa kwa kupigania taifa lake. Kuwa nami mwanzo hadi tamati ya makala hii. Ayatollah alizaliwa mnamo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 1939 katika mji wa Mashhad, Iran. Alilelewa katika familia ya kidini. Baba yake alikuwa akiitwa Sayyid Javad Khamenei. Alikuwa ni mwanachuoni wa Kishia. Ayatollah alikulia katika mazingira ya kidini yenye nidhamu kali na maisha ya kawaida yasiyo ya kifahari. Tangu utotoni alifunzwa na kuelekezwa kwenye misingi ya kidini ya Kiislamu. Khamenei alifunga ndoa mwaka 1964 na mkewe alikuwa akiitwa Mansour Johaste. Mansour alizaliwa mwaka 1947 na walikaa kwenye ndoa zaidi ya miaka 50. Ndoa yao ilifuata mila, desturi na imani pamoja na jadi. Walibarikiwa kupata watoto 6, wanaume 4 na wanawake 2. Watoto wa kiume wa kwanza alikuwa akiitwa Mustafa, wa pili Mujtaba, wa 3 na wa 4 Meisam, na wa kike mmoja alikuwa akiitwa Boshra na mwingine Huda. Waliamua kuishi kwa siri zaidi kama maisha binafsi, hasa mkewe. Mara chache alikuwa akionekana hadharani. Watoto wake wote waliingia katika masuala ya kidini na kikazi ndani ya serikali ya Iran, huku wengine hawakuonekana kabisa kwenye vyombo vya habari mara zote. Enzi za ujana wake, Khamenei alihamia katika mji wa Qom, kituo kikuu cha elimu ya dini ya Kishia, kuendeleza masomo yake ya juu ya dini. Alifundishwa na wanazuoni wakubwa na kuathiriwa sana mawazo ya mapinduzi ya Kiislamu. Ndipo alipoanza kushiriki katika siasa dhidi ya utawala wa Shah wa Iran kipindi hicho, jambo lililosababishwa kukamatwa kwa Khamenei na kufungwa mara kadhaa kwa shughuli zake za upinzani na kupinga utawala nchini humo. Katika miaka ya 1970 akawa ni mmoja wa wafuasi wa karibu zaidi wa Ruhollah Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 yaliyoangusha utawala wa kifalme nchini Iran. Baada ya mapinduzi kufanikiwa, alipewa majukumu muhimu serikalini, ikiwa ni pamoja na kushiriki katika kuunda taasisi mpya ya Jamhuri ya Kiislamu ya IRGC na kushiriki nafasi mbalimbali za uongozi. Mwaka 1981 alichaguliwa kuwa kiongozi wa muda wa Iran na kuhudumu hadi mwaka 1989, kipindi kilichojumuisha vita vya Iran na Iraq. Licha ya changamoto kubwa za kisiasa na uchumi, wakati wa uongozi wake kama kiongozi alinusurika katika jaribio la kuuawa lililomwacha na jeraha la kudumu katika mkono wake.
Uzoefu huo ulimfanya kuwa imara na kuwa mmoja wa viongozi waliopitia moja kwa moja misukosuko ya mapinduzi ya vita ya taifa. Baada ya kifo cha kiongozi mkuu wa mapinduzi mwaka 1989, alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran na kuhamia makazi ya serikali mjini Tehran. Nafasi yake ni nafasi yenye mamlaka ya juu zaidi ya kisiasa na kidini. Kama kiongozi mkuu nchini humo mwenye mamlaka ya juu ya majeshi, serikali kuu ya taifa na mwelekeo wa kisiasa nchini. Uongozi wake ulijikita katika kulinda mfumo wa Kiislamu wa kiutawala, kusisitiza uhuru wa Iran dhidi ya mataifa ya nje na kudumisha ushawishi wa Iran katika siasa za Mashariki ya Kati. Mbali na siasa, anajulikana kama mwandishi na mhubiri wa dini mwenye ushawishi mkubwa. Aliwahi kuandika na kutafsiri maandiko ya Kiislamu. Hotuba zake mara nyingi zililenga kuhusu maadili ya Kiislamu, siasa za kimataifa pamoja na utamaduni wa Iran. Katika maisha yake halisi, aliishi kwa kusisitiza unyenyekevu, nidhamu na kujitegemea kama misingi ya uongozi wake. Na sasa Ayatullah Ali Khamenei hatunaye tena. Amefariki akiwa na umri wa miaka 86. Kifo chake kilifuatia kutokana na mapambano makali kutoka Israel na Marekani, mashambulizi kwa makombora mji wa Tehran katika makazi yake. Vyombo vya habari na wanasiasa mbalimbali wanalitaja jina lake kama kiongozi shujaa wa Iran. Licha ya mapambano ya kivita, alikuwa mmoja wa kiongozi aliyeunda sera za ndani na nje ya nchi. Pia amebaki kuwa mhimili wa mfumo wa kisiasa wa Iran tangu mwisho wa karne ya 20 hadi sasa. Historia yake inatazamwa kama kiongozi aliyelinda uhuru wa taifa na mtawala mwenye mamlaka ya juu zaidi. Khamenei amefariki tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ameliongoza taifa kwa takriban miaka 36. Kifo chake kitakumbukwa milele. Kiongozi aliyepigania taifa lake bila kujali changamoto, maadui, hatari ya kifo wala chochote. Alisimama kuliongoza taifa akiamini Mungu atasimama naye. Maadui walimtazama kwa jicho la hasira, lakini alisimama akiamini kwamba siku moja atashinda na kupata ushindi wa taifa lake. Na hadi hapa ndio mwisho wa makala hii. Mwandaji na msimuliaji wa makala hii